Mpendwa mtazamaji, karibu katika chaneli yetu ya Bwana ni Haki Yetu. Leo nilihitaji kufundisha tu kidogo kwenye habari ya ndoto. Si watu wengi ambao wamepewa hili jambo, lakini Mungu anapokupatia hili jambo, Mungu hajanipatia hili jambo amenipatia habari za kutafasiri ndoto, lakini huwa sifanyi mara kwa mara online kwa sababu ni mara nyingi huwa ni personal issues. Sasa shakuwa personal issues tena huwa siweki online. Sasa kuna mtu mmoja hapa tutampigia simu na uzuri huyo mtu nahitaji ujue uone mashambulizi ya kwenye ndoto jinsi alivyo. Kwamba hata kama ni mtumishi wa Mungu kuna usipokuwa makini kuna mashambulizi ya kwenye ndoto unaweza kuyapata. Huyu mtu tutampigia kidogo hapa na tutamsikia. Ni ana huduma kubwa kwa kweli, lakini tutamsikia. Halo. Aya, hebu nielezee sasa ile ndoto yetu kuanzia mwanzo kabisa. Naona imekata, tutampigia. Nihitaji tu uelewe, uone mashambulizi jinsi yanapotokea kwenye ndoto, na yawezekana kuna mtu akawa anafanya kazi ya Mungu kabisa lakini akapata haya mashambulizi pia kwa sababu tu ni vita wakati mwingine, kwa sababu wakati mwingine hayuko vizuri ulimwengu wa roho, na nafsi kama ambavyo watumishi wa shetani wakati mwingine zinaamka zinaenda kufanya mashambulizi kwa watumishi wa Mungu na watu mbalimbali. Sasa na hata baadhi ya watumishi wa Mungu inawapata hii. Aenda kuombea mahali fulani, yuko kwenye ndoto, lakini hiyo sio ndoto, anakuwa ametoka kweli, ameenda kuombea kweli kabisa, kwa sababu roho wa Mungu amemchomoa mle huyu mtu, na huyu mtu wake wa ndani, roho yake imeenda mahali kwenda kuombea huyu mtu. Na kama ambavyo watumishi wa shetani huwa wanafanya, kuna wakati mwingine mimi nilikumbana na mtumishi mmoja wa shetani. Ni mwimbaji mkubwa na alikuwa ananitambia sana ulimwengu wa roho mara ya kwanza kabla sijajua ukweli, lakini nilikuja kujua nikamshughulikia kweli, na tokea hapo mambo yakawa mazuri. Sasa lakini kuna vitu alitaka kutumia kwangu. Sasa ngoja tuone kama atapiga, tutapokea alafu tutaendelea. Sasa kwenye habari za ndoto Biblia inatuelezea cha kwanza, ndoto hizi inawezekana mtu akaota kwa sababu ya kazi nyingi. Amepiga. Sasa ngoja tutaongea naye. Halo. Hizo dakika za voda kwenye laini ya baba. Okay. Pigia ziko kama 66. Okay, sawa. Naam. Yaani nilikuwa kama vile soko hili la kwetu hapa. Ndio. Kama nafanya biashara, maana na kama Monday hivi nimeingia kwenye biashara ya mama. Okay. Sasa ikawa saa 4 ya usiku. Nimetoka nimebeba zangu mtoto. Naondoa nyumbani. Kufika kwenye njia panda moja nikazuiliwa. Ndio. Na watu. Na watu kama vile wachawi kaniambia kama mtu siwezi nikapita hapo. Nikasema nikilazimisha hii njia bora nifanyeje? Niache, kwa sababu njia nyingine ipo, ngoja nibadilishe niende sokoni. Nipitie njia ya barabarani, niende katokea njia nyingine. Kufika sokoni ndo nakuta huyo mtoto mchanga anasema wewe mtoto amekuta kwa mzuri, ila yuko analia, anapiga kelele sana, analia. Ndio. Alipokuwa analia akasema hapana, huyu mtoto mwekeni hapa. Ngoja nianze kuomba. Tukaanza kuomba na watu wengine. Muomba, akamwambia mtoto sio mtoto mchanga, ngoja niingie mimi kuomba. Nikamshika yule mtoto. Nimemuombea, afa ghafla akazuka kama ni mtu mzima mkubwa. Mkubwa mama mtu mzima. Nimeomba, akasema sasa nyinyi amniwezi. Tafanya ngoja niwakomeshe. Naenda kuzimu. Akaenda kuzimu kabisa. Alipoenda kuzimu, lugha iliyobakia ikabaki ni lugha ile ya mwewe kabisa isiyoeleweka. Alipokuwa anaongea lugha isiyoeleweka akasema sasa hapa huyu mtu kumweza. Hawezi.
Anaika tutaomba maombi yote hapa, lakini bila kwenda kumchomoa kule hatutoweza. Atuomba tukatoka, wakakaa pembeni, wengine wakaanza wameomba wapi, wakasema sasa huyu tunaweza tukamwacha huyu, sasa tutamwacha huyu sokoni peke yake. Kaambia sasa ngoja subirieni, ngoja niingie kwenye maombi. Nimeingia kwenye maombi, nimeomba nikaomba nikasema sasa hapo ninakufuata huko nakuja. Huko kuzimtisha pamoja na ingia mimi mwenyewe kuzala. Sasa akarudia ile lugha yake, sasa njoo. Nikaelewa ile lugha. Sasa njoo tukomesha jinsi tunavyokutaka. Na tulikuwa tunakutaka hivyo hivyo. Njoo kama unajiamini. Nikamwambia sawa, haina shida. Mimi hapo kwanza nasema sitakuja mimi, ninamtuma Yesu. Ninamtuma Yesu huko kuzimu aje akuchomoe huko. Akutoe huko uliko. Namtuma Yesu kabisa, namtuma. Naona Yesu anakupandisha juu, naona Yesu anakuchomoa huko uliko unatoka. Naona Yesu anakuchomoa huko uliko unatoka. Namuona anakupandisha, naona unapanda. Na kuona unapanda kabisa, unapanda baada ya muda akawa amepanda kweli na akawa amekuwa kwenye ile hali yake nzuri. Alipokuwa kwenye hali yake ile nzuri tukaomba, tukamaliza kama maombi ya kushukuru. Sasa nimeshtuka niko naongea maombi ya kushukuru. Ndio hapo kichwa kiko kimebana vya kutosha kinyani mpaka hivi. Manake niko lala sasa kidogo ndio kama nimeanza ndoto nyingine, ndio kwanza asubuhi kama niashukuru. Okay, sawa. Manake hapo sasa ukija kuangalia kwa hali ya kawaida, manake kipindi ulizuiwa njia na watu waliokuzuia, watu ulikuwa ni wako ni design gani? Ni kama vile wachawi vile. Okay, sawa. Manake ukishona hivyo, manake wanaozuia njia yako, manake unajua tu kabisa hawa ni wachawi. Wanaozuia njia yangu ya mafanikio, wanaozuia njia zangu hizo. Lakini sasa kwa kuwa umenieleza hili jambo, basi sasa kwa sababu naenda hapa na kipindi, sasa hakuna shida. Mimi sasa nitaangalia namna sasa nikwambie sasa private yetu tutaongea sasa ikusudi sasa tujue na ile huduma yako vipi, sawa Haya basi, Mungu akubariki sana. Amina. Haya, amina. Muda gani ambao au nitakupigia, nitakutafuta. Haya, amina. Mtumishi wa Mungu, kama tulivyoona, huyu mtu ni mtumishi wa Mungu na yeye ukiangalia manake alifanya huduma kwa njia ya ndoto. Kienda kumwombea mtu ambaye alikuwa ni mtoto mdogo, lakini wakati maombi akawa ni mtu mzima. Asokija kuangalia kwa hali kama hiyo, baada ya maombi yalivyokuwa kiendelea, huyu mtu akabadilika kutoka hali ya utoto na kuwa mtu mzima na akashuka kuzimu. Sasa ukija kuangalia maana kama anashuka kuzimu, maana yake huyu ametoka kuzimu. Lakini huyu ni mtu wa kuzimu, lakini huyu sasa kama ni mtu wa kuzimu, ila Yesu alikuwa anamhitaji. Kwa hiyo maana kama Yesu anamhitaji, kutokana na maombi ya watu mbalimbali au ya kwake mwenyewe pia huyu mtumishi wa Mungu, ni kwamba Yesu anatuma mtu wa kumsaidia huyo mtu. Kwa hiyo akamchomoa kule. Sasa lakini kumbuka, hakuna vita ambayo unaweza kumpiga mtu yeye amekaa kimya. Ndio maana kuna mashambulizi mengine ya ndoto tunayapata yale mashambulizi tumeshayapata ndotoni, unashangaa baada ya muda yanakupata kwenye ulimwengu wa nyama kabisa. Ulimwengu wa roho ni kwamba ulikuwa hauoti, ila bado ulikuwa kwenye vita harisi. Sometimes spiritual realms has a wars kama hivyo. There's a wars all over the spiritual realm, more than even in physical realm. Yani ulimwengu wa nyama huu hauna vita sana kama ule ulimwengu wa roho. Sasa kwa hiyo una muda mwingine unapokuwa unaota nani kama hizo, manake huyu mtumishi wa Mungu amefanya hiyo huduma ulimwengu wa roho, na pia wale hawezi kukubali tu kumwachia mtu kila rahisi. Kwa manake hayo baadhi ya mashambulizi lazima akupate. Sasa kuna mtu nakuta kwa mfano anaota amepigwa risasi. Ukiota umepigwa risasi, manake ni vita ya wachawi. Kwa muda huo kuna vita ya wachawi inayoendelea. Kuna mchawi anakupiga, anafanya mashambulizi na wewe, maana anakushambulia. Sio kama kaja kukuroga, tukaja kukushambulia kabisa. Na kuna huyu mtu anaweza kapigwa risasi kwenye kidole chake, chochote kile, kidole cha kidogo hiki
kidole kidogo hiki katika katika habari za ulimwengu wa roho, mara nyingi nasema ni kibali cha watu, ila ni kibali sana sana, kibali cha watu, whatever you can call it, lakini kibali. Asa unapoota umepigwa risasi kwenye kidole, manake wanapiga vibali vyako, manake Mungu, manake usipate kibali kutoka kwa watu mbalimbali. Manake hata kama kuna mtu anataka kufanyia jambo fulani, kibali chako kinaondoka. Manake hupati nini? Kwa sababu tayari kimeshasambaratishwa hicho kibali, huna tena kibali. Manake kidole ni kibali. Ndio maana tunaombeaga kibali cha watu. Manake watu hatima yako wanatokea kupitia lango, pembe ya nyota ya lango la kibali. Pembe ya nyota ya lango la kibali. Hii pembe ya nyota ya lango la kibali ndio hii. Asa hii nyota hii mara nyingi ina sehemu 5. Kwa hiyo ukiota umepigwa risasi kwenye kidole, au umekatwa hiki kidole, au vyote tu vile umeumizwa hiki kidole, jua lango lako, au kuna mtu anakushambulia hiki kidole, jua kabisa lango lako la kibali, nyota ya pembe ya nyota ya kibali inashambuliwa. Manake utashangaa baada ya muda, hata watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi, unashangaa baada ya muda wanakuona kama vile you are a stranger, wanakuona kama vile wewe huna tena jipya kwao. Sasa manake ni kibali chako kimeibiwa, maana kibali chako hicho kimesambaratishwa au kimeibiwa vyovyote vile. Lakini pia kuna mtu anaota amepigwa risasi kwenye kidole hiki cha shahada, manake sasa ni habari za ndoa na mahusiano, relationship zote ni kwenye pembe nyota ya kibali, hicho kidole cha shahada. Sasa ndio maana unakuta kuna baadhi ya watu pia unakuta anapata mashambulizi kupitia hicho kidole. Kidole kinawasha sana, kitu kingine kinauma sana bila sababu ya msingi. Kuna vitu vingine unakuta sasa ni mashambulizi yanashambulia lango lako la ndoa, kama umeoa, kama umeolewa, lakini ndoa yako ina shida, jichunguze sana hiyo nyota ya pembe ya nyota ya kibali, pembe ya nyota yako ya kibali cha ndoa. Je, iko salama? Manake ukishangaa utashangaa mtumishi wa Mungu anapoombea hilo jambo, utashangaa hicho kidole kinakuwasha sana. Manake ujue kabisa okay, hapa kuna mchezo kwenye ndoa yangu. Au unapoota unashambulia, manake wanashambulia hicho kidole, manake wanashambulia nini? Wanaishambulia ndoa yako. Sasa kama wanashambulia ndoa yako, au kama hujaolewa wanashambulia mahusiano yako, manake usiolewe. Wala usiowe. Na hata kama una mchumba, utashangaa baada ya muda, baada ya mashambulizi, utaota mtu amekungata kidole, utaota mtu amekukata kidole, utaota mtu amekupiga risasi kwenye kidole hicho. Sasa unajua sasa ni mashambulizi ya wachawi kwa huo muda. Tena muda huo. Tunazungumza habari za mashambulizi. Umepigwa hizo risasi, ukisikia risasi ni ndugu yako wa karibu kapigwa, sio wewe. Wewe ukipigwa tu kaisikia, lakini ukiota unaona umepigwa. Kwa sasa ya ukisikia mlio ujue kuna mtu wako wa karibu aidha kapigwa au kashambuliwa, ndugu yako au mtoto wako, yote yule wa karibu yako. Lakini unapoona wewe ndio umeshambuliwa, lazima ujue kabisa ndoa yako ipo kwenye mashaka, matatizoni, au hutakuja kuolewa kwa sababu kuna mashambulizi hapo kwenye ndoa yako. Na haya mashambulizi yawezekana yakatokea sehemu mbalimbali, aidha marine spirits ambao yawezekana ni wakani marine spirits, au msehere jini wa mtoni akawa anashambulia, ambao sasa ni marine spirits au kuna mapepo ya chooni yale ambayo yanakaa chooni, sijui anaitwaje, lakini hayo pia yanaweza yakashambulia ndoa yako. Kwa hiyo lazima ujue na ujue namna ya kutoka kwenye hali kama hiyo. Unapoota hivyo ujue kabisa okay, ndoa yangu inashambuliwa, hicho kidole hiko kimepigwa risasi au kimekatwa au kina jeraha au kio kinashambuliwa kwa design yoyote ile, ujue kabisa hapo ndoa yako iko mashakani, iko matatizoni. Umeona? Kwa sababu hii ni wote tunajua pete tunavalishana kwenye, haijalishi ni wa kushoto ni wa kulia, lakini chanda ni chanda tu. Sawa, lakini tunazungumza habari hizo sasa, kwamba kuna wakati mwingine ukishaona mashambulizi na kuna muda mwingine ukiona vidole vyako vinawasha sana. Sasa utashangaa kuna baadhi ya vidole vingine kati ya hivi vinawasha kuliko vingine. Unajua hapa kuna shida, hapa kuna mahali kuna shida. Manake mwili unajaribu kukuambia, roho anajaribu kukuambia bwana, hapa kuna shida hapa, manake uifanyie kazi. Lakini wengi huwa tunapuuzia kwa sababu hatujui. Kuna muda ambao tunapuuzia ila hatujui. Lakini pia unapoota
kidole chako cha kati, kidole chako cha kati hiki, hii ni pembe ya nyota, pembe ya nyota ya nguvu. Manake ya nguvu na uongozi, nguvu na uongozi. Ukiona mashambulizi, umepigwa hapa, umepigwa risasi, umekatwa vitu vile, kuna jeraha, mashambulizi yamefanyiwa hicho kidole, ujue wanashambulia nguvu zako na habari za uongozi. Kwa mfano, wanashambulia habari za nguvu, manake nguvu katika neno la Mungu. Ulikuwa unaweza kusoma Biblia, sasa usomi kabisa. Ulikuwa unaweza kusali, sasa hausali kabisa. Nini? Wameshambulia pembe ya nyota ya kibali cha nguvu. Wameipiga na kuiharibu kabisa. Manake sasa huwezi kufanya mambo mengine yote ambayo yanayokuletea kipato. Kuna mtu ulikuwa na kazi yako vizuri, ghafla umeacha kwenda kazini. Ghafla zile nguvu za kwenda kwenye kazi zimeshindikana. Huna tena ile morali ya kwenda kazini. Huna kabisa. Nini? Kwa sababu umeshambuliwa hapo. Manake hiyo unapoota mashambulizi kwenye hicho kidole, ujue kabisa kwamba nguvu zile unashambuliwa, nguvu za kuendelea na hiyo ndoa zinaondoka, nguvu za kuendelea na mahusiano zinasambatika, nguvu za kuendelea na kazi unayoitaka kuifanya zinaondoka, nguvu za kuendelea kufanya hicho unachokifanya kinachokuletea faida zinaondoka kabisa. Unakuwa tena idle na kuwepo tu ujisikie kufanya hicho unachotaka kukifanya, mpaka unakata tamaa kwa sababu kile unachokifanya hakiendi. Maana yake nini? Mashambulizi kwenye hicho kidole. Ndio hivyo, umeshambuliwa nguvu, lakini pia na habari za uongozi. Kwenye hicho kidole pia nguvu na uongozi. Maana kiongozi ni mtu yote yule ambaye wakati mwingine ana nguvu ya kusema jambo na likafanikiwa na likawa. Sasa ukiona unashambuliwa vitu kama hivyo, hicho kidole hicho, ujue kabisa kwamba uongozi wako uko matatizoni. Nataka nguvu katika uongozi uko mashakani. Ama la basi imechukuliwa. Kuna mtu kachukua, anatumia mahari. Sasa hizi ni kiongozi mahari, lakini sasa manake anataka aongeze hiyo pembe ya nyota ya kibali cha nguvu na uongozi. Asa imechukuliwa. Ikishachukuliwa ndio tabu inapoanzia hapo. Kama ulikuwa kiongozi mahali, unashangaa watu wanaanza kudharau tena. Maana ile dharau zinaanza kuja tena. Imekuwaje? Unajiuza mara mbili. Mbona nikiongea jambo sasa lifatwi? Mbona nikiongea jambo sasa lifanikiwi? Ni kwa sababu umeshapata mashambulizi. Kwa hiyo ukishapata mashambulizi, kama lazima ujue kabisa kwamba nimepata mashambulizi hapa na lazima ujichunguze sana. Kuna mtu anaota inatokea baada ya wiki, inatokea baada ya siku moja, inatokea baada ya miezi, inatokea baada ya miaka. Lakini lazima ujue kabisa kwamba kuna maombi ya kufanya, kwamba ikusudi hali yako irudi kuwa nzuri. Asa kuna mwingine unapoota hivyo, manake hali yako ya uongozi inakuwa matatizoni, unakuwa huamui inavyotakiwa, unakuwa unafanya vitu havieleweki, ndio unaanza kukaisha dharau. Wakati mwingine vitu vinatokea hata hujui kwa nini vinatokea. Asa ukiona hivyo, jua kabisa pembe ya nyota ya kibali chako cha nguvu imeshambuliwa. Lakini imeshambuliwa nini? Yawezekana kama muonyesho kidole cha kati tuliosema, kidole hiki kichoko kati hapo, manake hiki kidole hiki sasa ndicho ambacho kinabeba hizo nguvu na uongozi. Sasa ukishaona hivyo, manake kimeshambuliwa sasa. Manake sasa hapo huwezi ukamuongoza mtu yoyote, huwezi ukaongoza familia yako. Familia yako sasa hizi inakuchukulia poa sana, inakuchukulia kwa kawaida sana. Nini? Kwa sababu uliota mashambulizi hapo na ukayapuuzia. Sasa uwezo kumuongoza wote yule, kwa sababu huna tena hicho kibali cha kuongoza. Huna tena, kimechukuliwa na wenzako, kimechukuliwa na wachawi, kimechukuliwa na waganga. Sasa waganga mara nyingi ndio wanapendanga sana hivyo. Kuna watu wanaenda kwa mganga, anasema mganga anawaambia kata kucha ya kidole, kata kucha ya kidole hiki cha shahada, kata kucha ya kidole cha kwanza. Baada ya muda unapokata unachanganya na vitu vingine, sijui mate unachanganya na vitu vingine, wanabakiza pale kwenye ile madhabahu ya kiganga. Hasa mwisho wa siku yule mganga anapoona ulimwengu wa roho wewe uko vizuri, manake wewe nyota yako inabaki pale. Sio kwamba imeibiwa, kiibiwa na kwa kichaa. Hakuna gani imeibwa nyota Afrika akabaki iko salama, hapana. Ila tu inafungwa, inazimishwa au inatumiwa. Hasa unapokuwa unaitumia, manake ni kweli utakuwa unahisi kuwashwa wakati mwingine hicho kidole. Chochote kile kinachokuwa kinawasha hapo, manake wanatumia. Hasa wanatumia nini? Wanatumia wanasiasa. Manake wanasiasa wanapoenda kwa mganga na wao wakisema tumekuja tunahitaji kupata umaarufu, tunahitaji kupata uongozi na nguvu. Manake yule anachukua ile nyota ya kwako wewe ambayo ipo pale madhabahuni, iko pale kwenye madhabahu ya kiganga, kwenye hiyo altars ya kiganga iliyopo hapo. Kwa hiyo wanachukua hiyo, wanawapatia. Ukimpatia yule, manake kia anapokuwa anatumia. Ndio maana kuna wengine unakuta hata akiongea ni kama anajikuna hivi, ni kama anafanya kitu fulani chochote kile, lakini kumbe kuna nyota yako ambayo inatumika mahali. Maana yake nini?
Maana yake sasa kama inatumika mahali, lakini kumbuka hili jambo inawezekana uliliota kwenye ndoto. Kuna mtu uliota anakung'ata kidole chako. Kuna mtu uliota anakata kucha ya kidole chako. Kuna mtu uliota anakupigia risasi hapo. Kuna mtu uliota anakukata hapo. Kuna mtu vyote tu vile, yani hiyo ni vita. Sasa kama tulivyosema, kwa hiyo unapoota hivyo ujue kabisa kwamba your leadership is at stake. Maana hata nguvu zako zipo matatani na mashakani. Sasa kwa hiyo unapoona hali kama hiyo, inawezekana huyu mtu, inawezekana Mungu anajaribu kuonyesha, inawezekana unaenda kwa mganga au mchawi au Freemason, Baphomet, Illuminati, Jesuit wanafanya hivyo, au vyote tu vile nguvu za giza zinafanya hivyo. Lakini sasa ujue kabisa kwamba unapooteshwa, Mungu anapokupatia hizo taarifa, ujue kabisa kwamba okay, either ni leo au tayari nishafanyiwa hivyo au nitafanyiwa hivyo. Kwa maana yake ni lazima uchukue hatua. Sasa kuna kidole cha mwisho, yani cha pili kutoka dole gumba. Kidole hiki ni mamlaka. Unapoota umeshambuliwa kwenye kidole, umeshambuliwa mashambulizi yale, either umepigwa risasi, umepigwa mshale, umepigwa mkuki, umepigwa vyote vitu vile, au mbwa amekung'ata hapo, au nyoka amekung'ata hapo, au mdudu tayari amekung'ata hapo. Maana yake chochote kile kitachotokea, au mdudu atakung'ata popote pale, unajua aidha amekung'ata hapa, maana yake unajua kabisa okay, hiki ni mamlaka ya kuamrisha kitu kikawa, mamlaka ya kumfukuza adui na akaondoka, mamlaka ya kusema jambo na likafanikiwa, mamlaka yale unayo. Sasa ukiona hivyo mashambulizi kwenye kidole, manake mamlaka umechukuliwa, manake huyu mtu anawinda mamlaka yako. Manake utashangaa huna tena mamlaka juu ya vitu vyako, huna tena mamlaka juu ya fedha yako, huna tena mamlaka juu ya uchumi wako. Manake uchumi wako wenyewe huna mamlaka nao. Fedha kija kwako inakataa kukaa. Kwa nini? Huna mamlaka ya kuenda kukamata fedha, huna hayo mamlaka tena. Kwa manake hiyo fedha kija inatamani iondoke haraka sana kwako iende kwa mwingine. Nini? Ulipata mashambulizi kuhusu mamlaka. Huna tena mamlaka kwenye familia yako. Huna tena mke wako anakudharau, watoto wako wanakudharau. Yaani familia yako inakudharau, wewe mume wako anakudharau. Kila kitu kwako hakiende vizuri. Kwa nini? Kuna mashambulizi uliyopata kwenye hicho kidole hicho, lakini wewe kwa hujui, maana yake hukuweza kutilia maanani. Sasa ukishaona dalili kama hiyo, mashambulizi hapo, utashangaa sana. Kuna watu wanaota na wanasahau, lakini Mungu hawezi kuruhusu jambo litokee kabla hajakupa taarifa. Inawezekana ulikuwa unaota na unasahau, na hilo tutakuja kulifanyia tena utafiti siku nyingine, na tutaomba kwa ajili ya hiyo wanaota na kusahau. Sasa tukirudi kwa tunapozungumzia habari za mashambulizi kwenye, manake mamlaka yako, mamlaka juu ya kusoma neno, mamlaka juu ya kuhubiri, mamlaka juu ya kutamka neno, kama mamlaka juu ya familia yako, mamlaka juu ya biashara yako, mamlaka juu ya kila kitu cha kwako, ndoa yako, mamlaka juu ya kila kitu ulichonacho, kazi yako, kimesambaratishwa. Kwa nini? Kwa sababu ya mashambulizi ya ulimwengu ya ndotoni. Sasa ukishaona hivyo, manake jua tu kabisa kuna hali utaipata kuwashawasha sana, na hicho kidole kitawasha sana au kitauma bila sababu yoyote ya msingi. Kwa hiyo ujue tu kabisa kwamba hapo kuna mashambulizi, na hawalengi kidole kama kidole, bali wanalenga kitu chako cha ndani. Manake wanalenga spiritual realm, wanalenga kitu kile cha ndani, hawalengi kidole chako cha kawaida. Lakini tu ishara unaipata hapa kawaida, lakini tu ulimwengu leo kuna vitu vingi sana vinakuwa vinaharibika, na ndio maana wengi sana wanakuwa hawaelewi, wanabaki tu kuwasha na kujikuna. Sasa ukishaona hivyo, maana yake unajua kuna shida mahali. Lakini pia tukiendea haraka kwa sababu ya muda wangu, pia kuna kidole gumba hiki ni umiliki. Pembe ya nyota ya kibali cha umiliki, maana yake pembe ya nyota ya umiliki. Hii pembe ya nyota ya umiliki yawezekana ikachukuliwa ikatumiwa. Tutazungumzia pembe za nyota, tuzungumzie nyota nzima kwa ujumla. Pembe ya nyota inaweza ikachukuliwa ikatumiwa mahali. Maana yake ukichukuliwa nyota kabisa, kama tulivyosema, unakuwa kichaa. Au vijana mnaowaona barabarani ndio wale ambao wamechukuliwa nini? Wameibiwa nyota zao. Sasa ndio hao mnaona barabarani. Na sio kila kichaa ni kichaa. Wengine ni wachawi. Wako kwenye adhabu, kuna adhabu kama hizo pia ambazo zinapatikana. Huku mnafikiri mchawi, lakini kumbe yuko kwenye adhabu. Yuko kwenye adhabu, kapewa hiyo adhabu, kama ambavyo mtu yote atapewa adhabu mbele ya Mungu. Anapotenda dhambi au anapotenda kosa lolote lile, anapewa adhabu
Kwa hiyo huyu yawezekana ana adhabu miaka 2, miaka 5, baada ya muda ndio maana utashangaa kuna mchawi yuko mahali lakini ni moyo kabisa kabisa. Na mmemzoea, baada ya muda unashangaa tu ametoweka tu, hayupo hilo eneo. Nini? Amemaliza adhabu yake, amerudi kwenye hali yake ya kawaida sasa. Anarudi kama mchawi. Na anajielewa kabisa kwamba mimi ni mchawi hapa na amekuwa kichaa na anaelewa. Lakini kwa huo muda wanatengeneza makombola. Kuna makombola ambayo ya kipepo wanatengenezwa, makombola unyagu, makombola ulambo, makombola yote hayo wanatengeneza. Sasa wanaotengenezaga huwa ni hawa wachawi hawa ambao ni vichaa, na huwa wanatega maeneo mbalimbali, sokoni, njia panda, popote pale ambapo huwa wapo huwa wanatengeneza. Sasa kuna mtu anafikiri kwamba anaweza akasurvive kwa sababu ana sexual educations. Hii sawa, tukatai, you can survive for maybe unaweza kusurvive kwa muda fulani, but at the end utahitaji spiritual counseling utahitaji siku moja tu, nakwambia. Na badala ya kuhangaika uje ujifunze kuogelea wakati ukiwa unazama, ni heri ujifunze kuogelea kabla hajakufikia tu ya kuzama. Wakati unazama utatapatapa sana, mwisho wa siku utashangaa utaishia kwa waganga wa kienyeji, utaishia kwa wachawi, utaishia nayo kwa mchawi. Mimi nakwambia mwisho wa siku mbingu utaiona tu hivi, utaiona lakini utaingia. Nini? Kwa sababu hukujifunza haya mambo. Sasa tunapoita haya mambo haya, utakuwa makini sana, ujaribu kutafakari na kufikiri. Na Mungu akusaidie katika maisha yako, uelewe kitu tunachokiongea na nilie kwako. Sasa unapoona hizo hali, manake tukitoa somo letu, manake ni kwamba kidole chako kinawasha mara kwa mara, unajikuna. Nini? Elewa kabisa kwamba upande wako wa kumiliki umepata tabu. Ndio moto shangaa baada ya muda biashara inakufa, baada ya muda fedha zinaondoka, baada ya muda imani uliyokuwa nayo juu ya Mungu inaondoka, baada ya muda kila kitu ambacho ulikuwa nacho kinaondoka. Maana yake huwezi kumiliki, watoto wanaondoka, huwezi kumiliki. Kila mtu bagala vipo tu vieleweki. Maana yake you can't even in anything, huwezi ukamiliki chochote kile. Nini? Kila kitu kwako kitaondoka. Kwa sababu nini? Kwa sababu wamechukua pembe ya nyota kibali cha kumiliki. Maana yake haumiliki tena. Kama ulikuwa unamiliki mke anaondoka, kama ulikuwa unamiliki watoto washachukuliwa wote, kama ulikuwa unamiliki mali zinaondoka, zinaisha haraka sana. Nini? Unajua kabisa hapa ni mashambulizi. Lakini kumbuka, yawezekana uliota katika ndoto ukapuuzia kwa sababu ulikuwa hujui. Sasa kutokujua, ulimwengu wa roho wenyewe hauna excuses. Yaani hujui, unajua utapigwa tu. Kwa sasa ukishaona hali kama hiyo, ujue ukishaota mashambulizi hapo, ujue kinacholengwa ni umiliki wako. Chochote kinachokimiliki muda so mrefu kinaweza kika disappear, kikaondoka au kisiwepo kabisa. So lazima ujue kabisa kwamba hiki tunachokizungumzia hapa, it is reality kabisa ambayo ni kwa watu wengi. Na watu wengi tumehudumia sana kupitia hiyo hali. Na Mungu ameonekana kwenye hizo hali. Mara kwanza nilikuwa nazichukulia tu kawaida, lakini baada ya kuingia deep kabisa nikaelewa. Umeona? Kwa hiyo pia kuna habari za kiganja kizima pia. Kwa hiyo kuna habari za kiganja kizima. Kwa Kenya chako kiko hivi kizima, unajua tu kabisa okay. Kuna mtu anawashwa kwenye kiganja pale. Na watu wengi waelewa hili jambo. Mtu anasema nimewashwa mkono wa kushoto nitapokea fedha, nimewashwa mkono wa kulia sio nitatoa fedha. Mimi nakwambia unapowashwa hakunaga dalili ya Mungu atakuletea fedha kwa maelekezo, kuletea hii fedha kwa sababu umewashwa. Hapana. Kwa hiyo inawezekana kweli ukawashwa na ukapokea fedha. Lakini cha ajabu, unapokea fedha ambayo mmegawana na mtu. Manake mmegawana mahali. Sasa hata kama ukiwashwa na nyote ukapokea fedha, jua hiyo fedha uliyopokea ni ndogo kuliko ambayo itakiwa upokee kubwa. Na pia ukiwashwa kwa utatoa fedha, manake wewe mkono wako ni wa kutoa. Manake unakuambia bwana wewe sikiliza, huyu mtu anatakiwa atoe. Na ukiona unawashwa ndipo unatoa fedha, manake wewe hauko sawa. Tunatoa fedha si kwa sababu tunawashwa. Tunatoa fedha kwa sababu tuna mahitaji ya kufanya. Tuna mahitaji ya kujikimu. Ndio maana tunatoa fedha. Ila ukiona unatoa fedha kwa sababu umewashwa, gari chako hiki, basi jua kuna shida mahali, kuna tatizo somewhere. So you have to find the solution. You have to find counseling somewhere. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana
Mungu akusaidie sana. Mungu akusaidie sana sana sana. Sasa Mungu ni mwema, na tutazidi kujulishana pia habari zingine za mashambulizi ya ndoto kwa sehemu mbalimbali za mwili. Ukishapata mashambulizi kama ujue ni nini kina vingine, tutakuja kwenye episodes zingine kabisa. Kwamba sasa leo tulikuwa na dili na vidole vya mikono hivi, kwamba unapoota hata vya miguu pia ni hivyo hivyo, kwa sababu haina tofauti. Kwa hiyo hata hivyo pia ni hivyo hivyo. Kwa hiyo na pia tutakuja kuangalia namna ukiota kwa mfano maeneo, kwamba unapata mashambulizi maeneo gani. Umepata mashambulizi kwa mfano umeng'atwa, labda unakimbizwa ila upo kanisani. Unapokimbizwa kanisani, manake watu wanajua kabisa kwamba hapa unapokimbizwa kanisani, manake watu wanajua kabisa hapa wewe shetani anataka kutoe katika neno la Mungu. Unapokimbizwa katika, unapokuwa unaota labda nyoka au mnyama wote anakukimbiza na kutoa kwenye duka lako, anakutoa kwenye sehemu yako ya kazi, anakufukuza, manake ujue kabisa mashambulizi yako kwenye kazi yako. Au mtu anapota yuko shambani, kuna mashambulizi shambani ya kwamba anafukuzwa kutoka shambani, manake yawezekana mashambulizi yake yako shambani pale, kwa sababu na kitu akifanya pale atafanikiwa. Manake Mungu anamwambia bwana, pale kuna mashambulizi haya. Asa yawezekana ukapata tabu sana, lakini au kakimbia kuondoka. Sasa kwa hiyo lazima tutakuja kuangalia habari za maeneo. Unapoota huko kwenye maji mengi, unapoota huko unavuka mto, unavuka daraja, unapoota upo upo juu ya mti, unapaa, maeneo kama hayo lazima yana maana yake. Kila kitu kina maana yake. Kwa hiyo tutaendelea na hii session yetu. Kwa hiyo Mungu akulinde na Mungu akutakase. Nitakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya mtoto wako Mungu wa mbinguni. Tunaomba Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, naachilia damu ya Yesu Kristo ukamrehemu na kumsamehe Mungu wa mbinguni. Kuna baadhi ya mashambulizi ya Bwana huyu mtoto wako ameyaruhusu yeye mwenyewe, na tumeruhusu sisi wenyewe Mungu wa mbinguni. Tunaomba uturehemu na kumsamehe mtoto wako Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Na mimina damu ya Yesu Kristo kwenye vidole vyake. Fanye vidole vyako uweke hivi, ni mimina damu ya Yesu kwenye vidole. Na mimina damu ya Yesu kwenye vidole vyako vyote ambavyo vinawakilisha maisha yako yote kwa ujumla, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya mwana kondoo. Na mimina damu ya Yesu Kristo mara 7. Na mimina damu ya Yesu Kristo mara 7 kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la kibali cha watu, eneo la destiny helpers, kwa damu ya Yesu Kristo. Na mimina damu ya Yesu Kristo kwenye ndoa, na mimina damu ya Yesu Kristo kwenye habari za kibali chake cha nguvu, kwenye cha umiliki, kibali chake cha mamlaka. Na mimina damu ya Yesu Kristo, na mimina damu ya Yesu Kristo, na mimina damu ya Yesu Kristo, na mimina damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu Kristo, hiyo damu ya Yesu, na mimina kwako, ukapone kabisa na ukakae sawa kabisa, ukapokee fedha, ukapokee chochote kile ambacho Mungu amekupangia upokee. Lakini pia Mungu msaidie mtoto wako yule Bwana kwa jina la Yesu Kristo, aweze kumaliza mwendo vyema, ili kusudi tupokee mbinguni wote pamoja. Mungu wa mbinguni, umsaidie Yesu akakukubali wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kupitia hii damu Yesu ninayomimina kwake, kwenye vidole vyake vya miguuni, vidole vyake vya mikononi, vidole vyake vyote, na mimina damu ya Yesu Kristo Nazareti. Mungu asante Bwana kwa neema yako na rehema zako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi wapenzi watazamaji, tutaendelea na session zetu mbalimbali, na kama kuna shida yote pia utanitafuta, na hata kama una ndoto zako ambazo uzielewi, cha muhimu tu ni kwamba issue sio kuota ndoto, issue sio kutafsiri ndoto. Kutafsiri ndoto ni kazi ya Bwana, lakini kwa makini na kutafsiri ndoto zako. Ni kweli unatafsiri vizuri kabisa ukienda kwa mganga au kwa hawa wanaojiita wanajimu, utakutafsiria vizuri, lakini suluhisho lake sasa utashangaa anakupeleka kwa shetani zaidi kuliko kuleta kwa Mungu. Sasa muhimu sana, kuna malango ambayo yanafunguka haya ya kushambulia kwenye ndoto pia, ikiwemo ni habari za dhambi. Dhambi sana sana ndio inasababisha hasa kwa kiwango kikubwa sana mashambulizi, kama habari za uzinzi, habari za kusengenya watu, kusema uongo, kutukana watu, kufanyaje, kuiba, kutamani vitu, yani dhambi zote hizo zinasababisha hii hali
Na Mungu atusaidie sana, na sio kwamba sisi wengine tumekamilika, hapana. Sisi wengine tunapambana na hizo dhambi. Kwa hiyo Mungu atusaidie kwa pamoja ili kusudi. Na haya yote haya sio habari za kukunufaisha. Unufaike. Ni habari za, kwa sababu katika hali ya maisha ndio unaweza kufanya ukaenda mbinguni au ukaenda kuzimu. Jehanamu. Yaani haya tunayofundisha haya. Haya maisha tunayoishi haya ndio yanaweza kukupatia kwa asilimia kubwa sana kwenda jehanamu. Hakuna mbingu ya wenye dhambi, haipo. Na mimi pia namuomba Mungu rehema kila siku ya Mungu. Manake na mimi najiambiaga mwenyewe hakuna mbingu ya mwenye dhambi. Kwa manake nini? Manake na mimi namuomba Mungu kila siku anisaidie, na wewe akusaidie. Mungu akusaidie sana, akubariki. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.